Na ripoti kutoka kitongoji cha Waga, kijiji cha Dimilo, kata ya Kibongo Juu, halmashauri ya Morogoro, maarufu kama Morogoro vijijini. Katika eneo hili usiku wa kuamkia leo imetokea athari kuporomoka kwa mawe pamoja na udongo kutoka juu ya mlima na kuathiri makazi ya watu pamoja na mazao. Ayo TV na millardayo.com zimefika katika eneo hili na kuzungumza na wananchi pamoja na uongozi wa kijiji, ambapo wamekiri kuwa hii ndio mara ya kwanza kutokea athari hizi katika eneo hili. Hadi sasa hawajui nini chanzo cha tukio hili. Ilitokea sintofahamu kwenye kijiji changu, kitongoji cha Waga. Kulitokea maporomoko ya kushangaza. Muda huo ilikuwa kweli kuzungumzia, kama unafahamu, ni kazi ngumu kutokana na uwezi jua nini chanzo. Tulisikia tu ghafla mshindo ukakita. Kuja kushangaa ndio kama hali tunavyoona, maporomoko, maji yakaanza kutembea, ndio kama na vifusi, matope tope nini, ndio kama hivi tunavyoona. Kwa hiyo sasa, kwa hali hii imesababisha hasara kubwa kwa wananchi wangu wa kijiji cha Dimilo. Hususani kama tunavyoona mbele yetu kuna nyumba imekatika. Huyu ndugu hana mahali pa kuishi kuanzia sasa, na mtu ana familia yake, na kuna wakazi wengine hawana mahali pa kuishi, inatakiwa watoke kuanzia hivi tunavyozungumza, na hawaelewi watakaa mazingira gani. Kwa hiyo kwa kupitia hili swala, ningeomba serikali ituangalie kwa jicho la tatu. Kwa sababu gani? Hali imetokea, wananchi wangu wamepata hasara kubwa, hususani mazao ya biashara ya kujipatia kipato. Midalasini, iliki, mikarafuu, migomba, mihogo ambayo ni zao la chakula. Kwa hiyo sasa mpaka tunavyozungumza hatujui nini tufanye na nini chanzo cha maafa kama haya hapa. Ila bahati nzuri tu hakuna raia wangu waliopoteza maisha, ila isipokuwa ni wakazi wasiopungua 15 kuelekea 20, kwa sababu hali bado inaendelea. Hatuwezi tukajua mpaka kunapokucha itafikia idadi ya watu wangapi wanahitajika kwenda kuhama. Kwa hiyo kwa sasa tunaomba serikali tuangalie kwa jicho la tatu, kama kuna changamoto ya kuangalia nini tatizo au nini ya chanzo, kwa sababu huku hatuna utaalamu zaidi. Ni ije iangalie ili tujue kama kuna uwezekano wa kutupatia ufumbuzi, tujue tutafanya nini. Nimeenda kuoga kule, hasa kufika pale mazingira yalikuwa tunaoga pale, nakaa naangalia chini palipopasuka. Kwa hiyo mimi nikaoga tu haraka pale, nikarudi nyumbani. Yaani nafika tu nyumbani nabadilisha nguo, ndo ikatokea ile poromoko. Kwa tunashangaa. Tumekaa midadi saa 12 tunarudi majumbani, giza inaanza. Tumeenda kulala usiku 4 ilikashuka tena lingine kubwa ile zaidi, ndio tunasababisha mazingira yote tunayoona hadi chini shuleni.